huduma bora kwa taifa. Ni saa moja juu ya alama hapa Kenya, Uganda na Tanzania. Popote ulipo mtazamaji, ninakusabahi siku hii ya Jumatatu ya tarehe 29 mwezi Juni, ikiwa ni Jumatatu ya mwisho ya mwezi huu. Kwenye taarifa zetu za TV47 habari, kama kawaida tumekuandalia taarifa kemkem kutoka vijijini, vitongojini hadi hapa mjini. Na kwenye awamu ya pili ya taarifa hizi, kama kawaida mtazamaji, tunajikita katika masuala ya mijadala mikomavu, ambapo hii leo tutakuwa tukiangazia swala zima la vyombo vya habari na uhuru wake, ikizingatiwa kwamba katika siku za hivi karibuni mtazamaji, kumeshuhudiwa sitofahamu katika vyombo vya habari humu nchini na hali kadhalika katika mataifa ya jirani. Studioni tutakuwa nao wageni ambao watakuwa kitusaidia katika kuchanganua na kupambanua masuala mazima. Nawe mtazamaji pale nyumbani utakuwa unapata nafasi kuchangia kwenye taarifa zetu kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, ambapo tuko live TV47 Kenya, na kwenye mtandao wa X ni @TV47 News, nami utanipata @Kilemi_Andrin. Mtazamaji, ni kukumbushe pia kwenye awamu ya kipindi utakuwa unapata nafasi kuchangia. Tutakuwa tunaweka laini zetu wazi, ambapo mtazamaji utakuwa unapata nafasi kuchangia. Lakini moja kwa moja mtazamaji, ni kukaribishe kwenye taarifa hizi. Mimi yenye wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni ni Catherine Simaloi. Karibu. Tunaanza na taarifa kwamba Ezekiel Kiama Nzioki, anayejulikana sana kwa jina Mr. Speaker Sir, amefikishwa mahakamani kwa kosa la kuingia katika majengo ya bunge bila idhini na kuharibu mali ya umma wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha yaliyofanyika Juni 25 mwaka wa 2024. Hebu tupate taarifa hiyo. Mr. Speaker Sir, I'm here to address you. Nzioki amefikishwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka mawili, ikiwemo kosa la kuingia katika majengo ya bunge bila idhini na uharibifu wa mali kwa maksudi. Mali iliyoharibiwa ni pamoja na sehemu ya uzio wa bunge, televisheni, vyombo vya jikoni, magari na miundombinu ya umeme. Thamani ya mali hiyo imetajwa kufikia shilingi milioni 41. Mawakili wa Nzioki wakiongozwa na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino wameomba mahakama izingatie haki za kikatiba za Nzioki, akisisitiza kuwa kesi hiyo haikuwa ya kuamua hatia bali kuzingatia dhamana. Because he was being coerced and told that if you agree that you went to parliament, we will release you. So Your Honor, as a result of that, he said, then I was in parliament. So Your Honor, when he's brought before the court here, he's surprised. He thought that he was going to be released. Aidha, Babu Owino amedai kuwa yeye binafsi alikuwa bungeni siku ya maandamano na hakumuona Nzioki ndani ya majengo hayo. Ameongeza kuwa dhamana ya juu kupita kiasi ni sawa na kumnyima dhamana, hali ambayo anadai inakiuka dhana ya kikatiba ya kutokuwa na hatia hadi idhibitishwe. Somebody is justifying a jackpot somewhere, which I will raise on the floor of the house. Because probably somebody now is repairing a 3,000 glass at 41 million. Mahakama imemwachilia Nzioki kwa dhamana ya shilingi 100,000, huku ikibainisha kuwa hakuna ripoti ya uthamini wa mali iliyowasilishwa kudhibitisha kiwango hicho cha shilingi milioni 41 ambazo zilitajwa kwenye hati ya mashtaka. Figure of Kenya shillings 41,288,570 has been quoted in the charge sheet. However, as rightfully submitted by one of the defense counsels, there is no valuation report to justify the amount as quoted in the charge sheet. Fauka ya hayo, ameeleza kuwa Nzioki hawezi kubeba mzigo wa washirika wengine ambao bado hawajafikishwa mahakamani. The alleged participation of the accused person by himself has not been quantified, so he cannot be left to shoulder the burden of the others who are not before the court. Kesi hii inatokana na tukio la Juni 25 mwaka 2024 ambapo waandamanaji waliingia katika majengo ya bunge wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024.
Tuzidi kukutaarifu mtazamaji na ni kwamba mwanaharakati Davis Lichuma amepatikana baada ya kutoweka kwa siku 3 kufuatia kukamatwa kwake wakati wa maadhimisho ya miaka 2 ya kumbukumbu ya vijana wa Gen Z. Lichuma ambaye ni mwanachama wa kituo cha haki za kijamii cha Mathare alipatikana katika hali mahututi kwenye barabara na wasamaria wema ambao walimkimbiza hadi katika idara ya dharura ya hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Mwandishi wetu wa habari Muthoni Brenda na taarifa kamili. Baada ya wanaharakati kutoa matakwa ya masaa 24 wakishinikizwa kuachiliwa kwake Davis Lichuma, mwanaharakati huyo amepatikana akiwa hoi. Kakake Lichuma ameeleza kuwa kupatikana kwake kulikuwa ni kudra na kibahati, akibainisha kuwa alimkuta mwanaharakati huyo akiwa katika hali mahututi wakati akipiga doria ya dharura na kupekua katika hospitali mbalimbali jijini Nairobi akimtafuta. Akanionyesha kwa emergency, kwenda kwa emergency nikaambiwa ni watu wengi wamekuja hapa. Lakini nikiwa pale nikaangalia nikaona mtu ana nguo. Sasa kuangalia hivi nikaona kumbe ndugu yangu juu ako na rasta, lakini faida venye alikuwa amejikunja chini, hakuwa na nguo, anakaa kama mnyama. Waendeshaji bodaboda wanaodaiwa kumwokoa mwanaharakati huyo waligoma kabisa kueleza ni wapi hasa walipomnusuru au kumtoa Lichuma kabla ya kumfikisha katika idara ya dharura ya hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Kuna jamaa wa pikipiki walikuwa pale. Nikauliza je, umemtoa wapi? Wakasema wamemokota kwa barabara na wamemleta hapa. Nikamwambia kwa barabara gani? Wakaniambia niache kuuliza maswali. Nikamwambia huyu ni ndugu yangu, tumemtafuta kuanzia tangu Thursday hajapatikana. Na nimempata hapa nashukuru. Ndio akaniambia hapana, hatuwezi kufanya kazi ya bure, je tumepoteza time yetu, wewe tupatie kitu. Nikamwambia sana wapatie kitu gani? Walikuwa wanataka 1500. Wanaharakati wenzake wameeleza kuwa Lichuma alikamatwa Juni 25 na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Central kabla ya kutoweka kwake. Disappointing is that he was arrested by uniformed police officers, taken to Central Police Station, and then he was removed from a gazetted police station and disappeared. And it's very worrying because last year Ruto promised the country that abductions are over, but it's very clear that the abductions are back. Wanaharakati hao sasa wameeleza kwa utekaji nyara hautashusha azma yao ya kupigania haki za wananchi. Severe beatings by the police, and the questions they were being asked is who is funding you? Where did you get the hidden body cams from? Because they had announced the day before that they will be having those body cams to record excesses of the police. So they have been through a lot. Tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu imeeleza kuwa Juni 25 haki za kibinadamu zilikiukwa, zikiwemo ukiukaji wa haki ya uhuru dhidi ya kukamatwa na kuzuiliwa kiholela, ukiukaji wa uhuru wa vyombo vya habari, haki ya kutoteswa na kulindwa kwa usalama wa mtu, na ukiukaji wa haki ya uhuru wa kutembea. Aidha, tume hiyo imeeleza wasiwasi kuhusu ukiukaji wa wazi wa agizo la mahakama lililowataka maafisa wote wa polisi wanaotumwa kwenye maandamano kuvaa sare rasmi na kuwa na vitambulisho vinavyoonekana. Badala yake, ripoti za KNHCR zinaonyesha uwepo wa maafisa wengi waliovaa vinyago au kujifunika nyuso zao pamoja na maafisa wa nguo za kiraia waliokuwa wakiendesha operesheni zao kwa magari yasiyo na nambari za usajili katika maeneo ya Nairobi, Kitengela, Mlolongo, Githurai na Ruiru. Huku Davis Lichuma akiendelea kupokea matibabu hapa katika hospitali ya Nairobi Women's, wanaharakati wanaendelea kuibua maswali wakitaka kujua ni vipi wanaharakati wenzao wamejipata katika hali hii baada ya kukamatwa Juni 25. Muthoni Brenda, runinga ya TV47 kutoka hospitali ya Nairobi Women's, Nairobi. Asante sana Muthoni Brenda kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, Rais William Ruto amepuuzilia mbali kile alichokitaja kuwa vichwa vya habari vinavyolenga kuichafua serikali yake, akiwatuhumu wakosoaji wake kwa kuendesha kampeni ya kuhujumu ajenda ya maendeleo ya serikali. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa daraja la juu la Ngong Road Naivasha Road lenye thamani ya shilingi bilioni 3.58 hapa jijini Nairobi, Rais Ruto alisema serikali yake itaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo licha ya ukosoaji unaoendelea. Mike Kagwongo na taarifa hiyo.
Rais William Ruto ametumia hafla ya kuzindua daraja la juu la Ngong Road kuelekea barabara ya Naivasha kujibu wakosoaji wa utawala wake. Rais amesema baadhi ya vichwa vya habari vinavyochapishwa na vyombo vya habari vinaendeshwa na njama ya kuhujumu serikali yake na vinakusudia kuonyesha kuwa serikali haijatekeleza ahadi zake. People can say whatever they want to say. Newspapers can write whatever they want to write, but they will not change the facts. They will not change that this road where I am standing today was not there 2 years ago. It's now here. They will not say Talanta City, that is right behind me, which was not there 2 years ago, does not exist. They will not say whatever they want to say. The facts will be staring at them and the facts will ashame them. Rais Ruto alisisitiza kuwa miradi mbalimbali ya maendeleo inayoendelea kote nchini ni ushahidi wa mafanikio ya serikali yake. Na wauliza kwa unyenyekevu, msikubali watu ambao hawana agenda, hawana mpango, hawana maono, ati kazi yao ni matusi, ati kazi yao ni ukabila, ati kazi yao ni chuki, ati kazi yao ni vipindi, ati kazi yao ni fitina. Watuletee fitina taifa letu la Kenya. Last week umenipatia bilioni nyingine 2 ya kutengeneza drainage ili ikinyesha watu wasipate shida. This was the formula that Nairobi needed. Cooperation between Nairobi and the national government. Na hiyo cooperation imechukua 14 years, we are late. Hiyo ndio itatusaidia tusonge mbele. Mheshimiwa Rais, tunakuambia Nairobi hii utachaguliwa kwa sababu ya kazi na maendeleo ambayo unaifanya. Tukisema tutamu yako, sisi tumekushikilia kwa kiwanja. Umetufungulia mama wa hapa tukiona. Hatutaki ukabila hapa, ni kutembea pamoja. Na mpango mzima ni tutam. Na Rais, hao watu wako wamekumisi sana. Uliwaambia wanafaa kukutembelea ile phase 2 ya empowerment. Ametaja daraja la juu la Ngong Road lililozinduliwa, barabara ya juu ya Upper Hill Kenyatta Avenue pamoja na mradi wa kisasa wa kudhibiti trafiki wa Nairobi kama baadhi ya uwekezaji unaolenga kuboresha usafiri na kuchochea ukuaji wa uchumi. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Na gavana wa Baringo Benjamin Cheboi amejitetea kuhusu uchangiaji wa magari ya ambulensi ya magurudumu matatu katika kaunti hiyo maarufu kama tuktuk, akiwahimiza wakosoaji kuona mpango huo kwa jicho chanya. Akizungumza baada ya picha za ambulensi hizo kusambaa mitandaoni na kuzua hisia kinzani miongoni mwa wakazi na viongozi, Cheboi alisema mchango huo na shirika la Danlion unalenga kuboresha huduma za afya ya uzazi katika maeneo ya mbali ya kaunti hiyo, hasa katika eneo la Tiati, akisema ambulensi hizo hazikukusudiwa kuchukua nafasi za ambulensi za kawaida bali kuziba pengo la usafirishaji linalowakabili wajawazito wanaoishi katika vijiji vya mbali. So this is an innovation that is addressing a specific challenge. What normally happens is when a mother is expectant and they need to go to a health facility for antenatal or prenatal care, they would normally use motorcycles, which are not as safe. In this case, the tricycle ambulance is well equipped with ambulance facility. Mtazamaji, kampuni ya magari ya Suzuki kupitia shirika la CFAO Mobility Kenya imezindua aina 3 mpya za magari yenye matumizi nafuu ya mafuta, ikisema hatua hiyo inalenga kurahisisha umiliki wa magari kwa watu binafsi na wafanyabiashara wadogo. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ambaye ni Rail alisema kwamba magari hayo mapya aina ya Suzuki Super Carry na Across yameundwa kukidhi mahitaji ya Wakenya wanaotafuta usafiri wa gharama nafuu na ambao unategemewa na wenye matumizi ya chini ya mafuta. Alisema magari hayo pia yanalenga kuisaidia katika ukuaji wa biashara ndogondogo kupitia suluhu bora za usafiri. Kampuni hiyo
sasa imelenga kuongeza na vilevile kuwahudumia wateja mbalimbali huku ikilenga kutoa huduma za baada ya mauzo kupitia mtandao wake wa matawi ya vituo vya huduma nchini ili kuhakikisha wateja wanapata huduma kwa urahisi. Suzuki has been part of Kenya's mobility journey. Over generation, the brand has built a reputation for reliability, efficiency, and value. Mobility today is no longer about moving from one point to another. It is about affordability, it's about efficiency, it's about sustainability. Or started experimenting something with Sifao. We have moved our offices to Sifao, so that if you buy a vehicle from Sifao, you should clear everything with an NTSA officer there. And this is a model that we want to replicate. This is a model that we want to replicate. Next time, I really want you to pick your number plate from Sifao. 15 dakika mtazamaji zimekatika baada ya saa 1 jioni saa za Afrika ya Mashariki. Tunapunga unyunyu kidogo. Mitandaoni mtazamaji, zidi kusema nasi, tueleze unafuatilia taarifa hizi ukiwa maeneo gani. Facebook tuko live ni TV47 Kenya, kwenye mtandao wetu wa YouTube pia tuko live ni TV47 Kenya. Zidi kuchangia, bila shaka muda ukiniruhusu itakuwa nikipakua maoni yako. Usiende mbali. Energy Network is a company moving a nation forward. With world-class pipeline infrastructure stretching over 1,700 kilometers, the Kenya Pipeline Company ensures safe, reliable movement of petroleum products across Kenya and the region. As a strategic enabler, we energize industries, connect markets, and support national and regional transformation. Our operations are powered by innovation with automated systems that enhance speed, safety, and accountability. From our Mombasa facility to Kisumu Oil Jetty on Lake Victoria, we are transforming regional logistics by connecting Kenya to Uganda and beyond. And behind every milestone is our people, the engineers, analysts, and technicians who fuel our mission. With every drop of oil products delivered, we honor our mandate to power Kenya's growth and fuel the region's future. Steam Energy Drink. Cool, refreshing taste. Recharges your body and mind. Energy to help you keep going. Celebrate with Kenya's favorite energy drink. Now available at your nearest shop. Get yours today. Power up. Game on. Indomie mautam tam. Indomie mautam tam. Indomie mautam tam. Mautam tam. Mautam. Indomie, furahia mlo mtamu. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi amesisitiza kuwa serikali haitarajii kuwepo kwa upungufu wa mafuta nchini sasa hivi wala katika siku zijazo. Hata hivyo, Wandayi amebainisha kuwa bei ya mafuta inaweza kubadilika kulingana na hali ya soko la kimataifa, lakini serikali inafanya juhudi za kulinda mfuko wa mwananchi kupitia hatua kama kupunguza ushuru wa VAT. Wandayi alizungumza wakati wa mkutano wa hali ya sekta ya mafuta ulioandaliwa jijini Nairobi. Mkutano wa sekta ya mafuta umelenga kutoa tathmini ya sekta ya mafuta nchini, huku mazungumzo yakiangazia mabadiliko ya soko la mafuta duniani pamoja na uimarishaji wa usambazaji wa mafuta. Continue to arrive. Even as we speak, there are ships which have docked in Mombasa, some are on the high seas. So we don't foresee any shortage in the supply of petroleum products now and into the future. What we can't guarantee, obviously, is the price.
because that is determined by many other factors, some of which we do not control. However, as I have said, the government is more than willing and ready to deploy the tools that are within its disposal to try to mitigate the possible adverse effect on the citizens. Na haya kijiri, wanagenzi zaidi ya 6784 wa sekta ya afya wamekabidhiwa rasmi barua zao za upangaji vituoni na sasa wanatarajiwa kuanza mafunzo yao ya lazima ya wiki 52 katika vituo mbalimbali vya afya nchini. Aidha, serikali imetenga shilingi bilioni 9.3 kugharamia upangaji kama sehemu ya juhudi za kuimarisha rasilimali watu katika sekta ya afya. Mwandishi wetu Michelle Mwangi na taarifa zaidi. For the union makes us solidarity. Subira ya miezi kadhaa hatimaye imefikia kikomo kwa wanagenzi zaidi ya 6,000 wa sekta ya afya baada ya serikali kuwakabidhi rasmi barua za upangaji vituoni, hatua inayowawezesha kuanza mafunzo yao ya lazima ya wiki 52 katika vituo mbalimbali vya afya nchini. Unacheka lakini wewe ni mtu wa Lodwar. He's going back home. Serikali imetangaza kutenga shilingi bilioni 9.3 kugharamia upangaji wa mafunzo kwa wanagenzi, ikisema uwekezaji huo utachangia kuimarisha rasilimali katika sekta ya afya na kuharakisha utekelezaji wa mipango wa afya kwa wote. You promised that we must make sure that internship must be done by every year 1st of July. Waziri wa Afya Aden Duale ametangaza kuwa hakuna mtaalamu wa afya anayestahili kucheleweshwa kupangiwa mafunzo ya kazi, akiahidi kuwa wanagenzi watapokea mishahara yao kwa wakati baada ya kuripoti katika vituo walivyopangiwa. That no qualified healthcare professional should experience unnecessary delays in commencing their internship. I am pleased that for the second consecutive year, we have honored our commitment. Kundi la wanagenzi wa mwaka wa 2026 hadi mwaka ujao linajumuisha maafisa wa tiba, famasia, uuguzi na maafisa wa kliniki wa ngazi ya shahada na stashahada. We cannot be spending money training young people, then when it comes to employment, we leave them for private sector and international community. We want them to join our public service. Hata hivyo, wanagenzi wamekumbushwa kuwa nidhamu ni msingi usioweza kupuuzwa katika kipindi chochote cha mafunzo. And therefore the need for you to ensure that you maintain highest professional standards, ethical practice and confidentiality as you deliver this service. Vyama vya wafanyakazi wa sekta ya afya pia vimepongeza kuongezwa kwa fedha za mafunzo ya kazi, lakini vikaitaka serikali kuhakikisha mishahara inalipwa kwa wakati na wahitimu wataajiriwa moja kwa moja baada ya kukamilisha mafunzo yao. Now the ministry has realized that you get posted to 1st of July and 1st of August you have your salary. Kwa maelfu ya wahitimu waliokuwa wakisubiri kwa miezi kadhaa, barua hizi za upangaji si mwanzo wa mafunzo pekee, bali ni mwanzo wa safari ya taaluma itakayowaweka mstari wa mbele katika kutoa huduma bora za afya kwa Wakenya. Michelle Mwangi, TV47, Nairobi. Tuelekee Nakuru sasa, ambapo wanaharakati katika kaunti hiyo wamejitokeza kukashifu vikali jinsi maafisa wa polisi walivyotumia nguvu kumkamata James Mbugua mwenye ulemavu kwenye maandamano ya Alhamisi wiki jana katika kaunti ya Nakuru. Polisi wakimtuhumu kwa madai ya uchochezi wa maandamano, hatua zao zikiungana na hatua ya seneta maalum Crystal Asige kulaani tukio hilo na kutaka haki za kibinadamu za mshukiwa kuzingatiwa licha ya yote. Mike Chalo anaarifu zaidi. Siku tatu baada ya video hii inayoendelea kusambaa mitandaoni ikionyesha jinsi James Mbugua mwenye umri wa miaka 32 alivyoburutwa, kukashifiwa na maafisa hawa kabla ya kutupwa ndani ya gari la polisi Alhamisi ya maandamano ya kuadhimisha miaka 2 tangu maandamano ya Gen Z. Maafisa hao wakimkashifu kufunga barabara na kuanzisha maandamano.
hisia kali kutoka kwa watetezi wa haki za kibinadamu zinaendelea kumiminika kutokana na kisa hicho. Wanaharakati katika mtandao wa watetezi wa haki za kibinadamu katika kaunti ya Nakuru wakitaja kisa hicho kama cha kihayawani kilichopania kumdhalilisha Mbugua na jamii ya walemavu nchini, wakitaka maafisa waliohusika kuwajibishwa na kuachishwa kazi. Vilevile James Mbugua na familia yake kupewa wosia wa kisaikolojia. Tunahimiza serikali iweze kufanya ama kuchukua hatua kwa wale ambao walihusika na hiyo manhandling ya James Mbugua. Na ni jambo ambalo linasikitisha kuona ya kwamba vijana ambao ni majenzi ambao wametambuliwa katika katiba hii hawawezi kupumua na hawawezi hata kuruhusiwa kwenda kuomboleza wenzao ambao waliweza kukufa. Kauli za wanaharakati hao zinaendana na hatua ya seneta maalum Christo Lasige kulaani kitendo hicho na kuwataka polisi kuwajibika kisheria katika kazi yao. Seneta huyo mwenye ulemavu akichukua hatua ya kuwasiliana na maafisa wakuu wa polisi na kuwataka kufuata sheria na kuzingatia utu katika azma yao ya utumishi kwa wote. Hili linajiri baada ya ofisi ya inspekta mkuu wa polisi kufika katika eneo la tukio na kuanzisha uchunguzi dhidi ya kisa hicho. Katiba inakubalisha nishikwe kwa nidhamu. But huyo polisi waliniumiza mgongo, mguu. At around 9 p.m, strange numbers started calling and texting. Some of the texts were saying, Shiko, tunajua ni unapanga maandamano, tunakuona. Others were imambo ya maandamano, wachana nao, stop being stupid. Aidha, viongozi wameelekeza kashfa za matendo ya polisi kwake waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, wakimtaka kujiuzulu. Murkomen ameshindwa pahali tumetoka. Sasa pesa imejaa, umewacha ile harufu ya siasa bado huko naye. Ningekuomba wachana na kiti ya waziri, ingia siasa. Na vile president, kwa sababu ulichaguliwa na Wakenya ndio usaidie Wakenya, ningekuomba nikiwa nimenyenyekea uache kupatia majukumu ya kazi marafiki zako ama political reject. Mike Chalo, TV47. Asante sana Mike Chalo kwa taarifa hiyo. Na shirika la uzalishaji umeme nchini KenGen limezindua rasmi mpango wake wa maendeleo ya nishati ya megawati 1500 hadi megawati 5500, hatua inayolenga kuimarisha uwepo wa nishati safi wa muda mrefu nchini. Haya yanajiri huku Kenya ikikabiliwa na ongezeko la mahitaji ya nishati safi ya uhakika na ya gharama nafuu kutokana na ukuaji wa viwanda, ongezeko la idadi ya watu na mahitaji ya umeme katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Mkurugenzi mkuu wa KenGen, Peter Njenga, amesema uwekezaji huo utaongeza uzalishaji wa nishati safi, kuchochea ukuaji wa uchumi, kufungua nafasi za ajira na kuimarisha uwepo wa nishati nchini na katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mpango huo unajumuisha uwekezaji katika nishati ya nyuklia, umeme wa maji na upanuzi wa uzalishaji wa nishati ya mvuke. Wizara ya Kawi nchini imesema hatua hiyo itaifanya Kenya kuwa kitovu cha uwekezaji wa nishati safi duniani. We are equally proud to launch KenGen's inaugural sustainability report. This report is more than a corporate publication. It is a public commitment to transparency, accountability, and responsible business. It also demonstrates our continued commitment to environmental restoration through tree growing and landscape rehabilitation, as well as our investment in communities through education, water access, and local enterprise development. These achievements reinforce our belief that business growth and sustainability must go hand in hand. The presidential directive to growing 15 billion trees by 2030, moving our tree cover from 12.8% to 30%. KenGen has made a very, very tremendous commitment to be growing 9 million trees by 2030. Those hydros come from the ecosystems, the water towers, and therefore it becomes, or it gives you as a KenGen to take that responsibility for you to produce green energy. Sasa tudunde viwanjani. Timu ya taifa ya kandanda ya akina dada wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Starlets wamefanya mazoezi yao ya mwisho kabla ya kuelekea nchini Afrika Kusini kwa michuano. Juniors wameratibiwa kuchuana
na Afrika Kusini tarehe 4 mwezi Julai kwenye mechi ya mkondo wa kwanza kabla ya mkondo wa pili kuchezwa tarehe 12 ugani Nyayo. Sekafa ilikuwa nzuri kwa team kwa sababu ilitupatia ample time ya preparation. Tulikuwa na the main squad, ikaenda ikapata training matches of which na feel ni very important kwa team kupata mechi za kujaribu before the main tournament. Of course we need to change the mentality because from the beginning of the camp I told them it's not going to be easy to qualify again because every country wants to qualify. So when we have a strong mentality and we are able to fight through the hard circumstances. I believe hizo matches za Sekafa zenye tumecheza zimetusaidia sana. At least coach amejua where tuko vibaya na mali tuko vizuri. Na kwa zoezi pia tumekuwa tukitry kuimplement vitu zote zenye tulikuwa tunafundishwa. So I believe game ya South Africa tutawapea kitu. Tumejiandaa tu fiti, hii ni final third na tumewatch game zao zenye wamecheza home and away. Tumeona place yenye tunaweza work better na place yenye tunaweza jicorrect. Tuna work too hard, tunaomba Mungu. Na kamati ya kitaifa ya Olimpiki nchini Kenya itakuwa mwenyeji wa kongamano la maandalizi ya Olimpiki ya mwaka 2028. Kongamano hilo litaleta pamoja kamati za kitaifa za Olimpiki za Afrika ili kuimarisha maendeleo ya wanariadha, kuboresha mifumo ya utendaji wa hali ya juu na kuharakisha maandalizi mazuri ya michezo ya Olimpiki ya Los Angeles mwaka wa 2028. Kikao hicho pia kitakuwa jukwaa muhimu la ushirikiano kati ya kamati za Afrika, likiwawezesha wajumbe kubadilishana uzoefu, kushirikiana mbinu bora na kuchunguza njia bunifu za kuboresha utendaji wa wanariadha na maandalizi ya michezo katika bara zima. It's a learning process we want to see now, as he has mentioned already, how do we increase the numbers of participants going to LA. And that's why now we want to see the pathways on how the qualification standards will be met, the rankings of our athletes, and to ensure that we maximize on those areas that we know that will increase the number of athletes that will be going to LA. The most important thing is that we are progressive, and we want to see to it that our all sports, we participate in all sports, be it in the African, but African Games, or Commonwealth Games, and Olympic Games. And I think this is very important to us as a nation. We have huge potential and talent in this country. Na Brazil watamenyana nao Japan saa 2 usiku kwenye mchuano wa raundi ya 32 ya kipute cha dimba la dunia kinachoendelea nchini Marekani, Mexico na Canada. Japan wana kibarua kigumu, kwani kihistoria wamekuwa wakiandikisha matokeo mabaya kila wanapopatana na Brazil. Foi um dos jogadores que teve protagonismo na atividade de ontem na imprensa brasileira. O monitor. No, ho vedo. Na mtazamaji, kwa taarifa hizo za spoti sasa ninatia kikomo kwenye awamu hii ya kwanza ya TV47 habari. Kwenye awamu ya pili nilivyokuahidi awali ni kwamba tutakuwa tukiangazia mjadala ambapo tutakuwa tukijikita katika masuala ya vyombo vya habari na wanahabari, tukiangazia uhuru wao na vile vile tukiangazia ni wapi tunaweka mipaka wakati ambapo tunazungumzia uhuru wa vyombo vya habari. Tayari naona wageni wangu wameingia studioni. Bila shaka baada ya mapumziko haya mafupi, mtazamaji, tutakuwa tukiungana nao kwa mengi zaidi. Usiende mbali.